Bwana, tupo kwenye media day ya Simba. Hapa tupo na Morris Abraham ambaye yeye tutazungumza naye mawili matatu ndani maisha katika klabu ya Simba. Morris, vipi? Safi. Uko vizuri? Uko poa kabisa. Maisha ya Simba yakoje? Maisha ya Simba mazuri kama unavyoona, tunazidi kuimprove kila siku. Nataka nijue hali ya pressure ikoje, kwa sababu tunajua kuna wachezaji wengi sana ambao wenye uwezo, lakini wewe ni Mtanzania. Unaiendo vipi hiyo pressure? Ni jambo la kawaida kwa sababu pia ni kitu kizuri kuna wachezaji wengi ambao wana uwezo, pia wanazidi kukupa motisha ya kuweza kupambana zaidi, unakuwa upo kwenye comfort zone. Kwa hiyo ni kitu kizuri na sidhani kama ni pressure, ni changamoto ya kuweza kuimprove zaidi. Nataka nijue kwa upande wako wewe mwenyewe, kitu gani ambacho huwa unakifanya kabla ya kwenda kwenye mechi? Waga nasali kabla ya kwenda kwenye mechi, waga nasali sana. Unasali sana. Mtu gani ambaye ni rafiki yako sana ndani ya kikosi cha Simba? Dadake na Kibabaji. Dadake na Kibabaji. Kwa nini hao? Ndo watu wangu sana wa karibu, ndo wengi sana tunaongea lugha moja. Nataka nijue kitu kingine. Kuna kipindi fulani Simba mlikuwa mnapitia kipindi kigumu, sasa hivi kidogo mmekaa sawa. Kikubwa nyie kama wachezaji, kitu gani kubwa ambacho mlikuwa mnakizungumza mkikaa kambini kwenye simu zenu ambazo mnala, kitu gani mlikuwa mnakizungumza? Kwanza kabisa nadhani inatokea kwa sababu sio kila siku mtakuwa kwenye kiwango bora. Kwa hiyo kwenye mpira hicho kitu ni kitu cha kawaida kinatokea. Kwa hiyo jambo kubwa na la muhimu tu ni kuweza kuielewa situation na kujua jinsi gani unaweza kuihandle situation ili kuweza kuimprove zaidi. Kingine nataka nifahamu namna pressure. Kwa hiyo unatumia mitandao ya kijamii, unaona namna gani maongezi yanavyoendelea kuhusu vurugu za viongozi? Kuna namna yoyote ambayo nyinyi wachezaji inawachanganya hizi purukushani za viongozi na nyinyi wachezaji kwenye performance mkiwa uwanjani? Mimi sidhani, nadhani ni kazi mbili tofauti, uongozi na sisi kazi yetu ni kucheza. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Kwa uongozi ni uongozi na sisi kazi yetu si ni uwanjani. Halikadhalika hata wao hawezi kuja uwanjani kutuchezea sisi. Kwa hiyo sisi ndio tunaperform uwanjani, wao wanafanya mambo mengine ya kiuongozi zaidi, kiutawala niseme. Malengo yako makubwa wewe kama mchezaji ni yapi? Malengo yangu mimi ni kuweza kufika mbali na kuendelea kucheza soka la kulipwa barani Ulaya. Bwana, tarehe 8 mwezi huu ni siku ya wanawake duniani. Nataka nijue kwako wewe, mwanamke gani ana mchango mkubwa katika maisha yako ya soka? Mamangu. Kwa nini mama? Labda kuna wengine unataka tuelezee kiundani zaidi. Kwa nini mama, vitu gani vikubwa ambavyo alifanya kwako wewe? Kwa sababu waga ananisupport, waga ananiombea, hata kabla ya kila mechi lazima atanipigia simu, ataniombea hivyo. Ongea sasa na watu wengine au mashabiki zako kwenye msimu huu, tutegemee kitu gani kikubwa zaidi? Kwenye msimu huu mimi ningependa kuambia mashabiki wetu kwamba tutazidi kupambana, tutazidi kuimprove kila itapo siku, na malengo makubwa ni kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tutapambana kadri ya uwezo wetu kuweza kulifanikisha hilo.